Uhali gani mtazamaji wa Kishamba TV? Siku hii ya leo nimepata bahati tena ya kukutana na mtaalamu wa soka mkongwe Amri Kiemba, nyota wa zamani wa Taifa Stars, kwa sasa hivi akiwa mchambuzi wa soka. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera ni Adam Almasi. Karibu sana. Nataka tujikite kuangazia ni namna gani ambavyo TFF inaweza kuzikontrol Simba na Yanga ambao kwa sasa hivi zinaonekana ni kama ziko juu ya sheria. Zinaweza zikafanya makosa na bado TFF katika maamuzi yake wakaweka busara mbele, tofauti na maamuzi ambayo yanaweza kutolewa katika timu nyingine ambazo zinaweza kuwa zimefanya makosa. Karibu sana kiongozi, kwema? Alhamdulillah. Mfungo unaendaje? Namshukuru Mungu. Siku naona zinakimbia kweli kweli. Tunagawanya mwezi. Mwadau itaanza kuimbwa sasa hivi karibuni. Hatari kweli kweli. Bwana, tunafahamu tumetoka katika mjadala mzito kuhusiana na mechi ya dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Lakini wengi wanaitupia lawama TFF na wengine Simba na Yanga wakiendelea kuzitupia lawama. Si kwa mara ya kwanza jambo hili lafanyika. Simba na Yanga zimekuwa zikifanya makosa mengi na bado busara zimekuwa zikifanyika. Unadhani TFF ama mamlaka za soka zinaweza kuzikontrol Simba na Yanga kwa wakati huu, nyakati ambazo timu hizi zinaonekana kuwa juu ya mamlaka ama kuwa juu ya sheria katika maamuzi yote ambayo yanafanyika? Cha kwanza ni kweli ni kwamba timu zimeshakuwa na zinajiona zinaweza zikafanya jambo lolote kwa sababu ndio timu zenye nguvu. Na mamlaka mara nyingi wamekuwa wakiingia kwenye mtego wa kutumia busara kwa sababu ya kuangalia kwa jambo hilo kwa ukubwa, kuona athari ambazo zinaweza zikajitokeza hususan kwenye mchezo na sio tu kwenye hizo klabu mbili. Kwa hiyo wakati ambapo wao wanaona wanatumia busara ndipo ambapo walikuwa wanawalisha wale wanyama wakubwa, na sasa wamekuwa kiasi kwamba wanawatishia mpaka wao ambao ndo walikuwa wanalea. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba wanaweza ndio wakadhibiti kwa baadaye kwa kuanza taratibu kukazia mikazo kwenye zile taratibu ambazo zimewekwa. Kwa maana kwamba ukiangalia namna ambavyo wanaziendea Simba na Yanga kwenye makosa ni tofauti na timu zingine, hata kwenye maamrisho ambayo zenye chama taasisi zinatoa. Kwa Simba na Yanga imekuwa ni kama maombi na sio lazima ili jambo lifanyike na inahitaji mjadala kwa nini. Lakini timu zingine tumekuwa tukiona timu inawezekana ikapata changamoto ya usafiri na nini na ikatoa taarifa lakini ikaambiwa mechi hiyo mtacheza. Kwa hiyo wanajikuta wanafika saa 8, saa 10 wanacheza mechi na litakalotokea hakuna mtu anajali. Lakini unaona ikitokea kwa Simba au Yanga inakuwa ni nyepesi sana kuahirisha mchezo na kupeleka mbele. Hiyo nasemea tu michezo ambao wao wanacheza na timu zingine. Kwamba wao wanaweza kutoa taarifa hata bana kwenye timu yetu kuna wachezaji 3 wana mafua wakapeleka mechi mbele. Kwa hiyo hii imekuwa inakuwa. Sasa kuanza sasa hivi kutumia hizo sheria na kanuni wakati busara ndio ilianza na watu wameshaanza kuona busara kama ndio haki yao. Yaani kwamba mnatulamrisha nyewe kama kina nani? Mnabidi mtuletee tujadili. Kwa hiyo hata sasa hivi unasikia timu inasema hatuchezi mechi. Wanajua hakuna hatua zitachukuliwa ambazo zipo kwenye kanuni. Lakini kama wangekuwa wanajua kabisa ukikosa kucheza mechi, cha kwanza zile pointi zako 15 zitaondoka. Kwa hiyo kwanza ingekuwa ni ngumu kwa timu kufikiria namna gani inaweza ikaacha kushiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo mimi nadhani bado taasisi hazijachelewa, zinaweza kuanza na kudhibiti na kusimamia kanuni na sheria walizojiwekea. Kuna yale mambo madogo madogo ambayo wataanza kuwafanya waanze kujua kwamba sheria hapa inatumika, kuliko hivi ambavyo imeonekana ni jambo lolote ambalo linahusu Simba na Yanga kwenye uwanja wa kanuni na sheria litahitaji mjadala kwanza na si kwenda moja kwa moja kwenye sheria. Labda ikiwa tu ni faini ambao wanaamini hizo timu kwenye faini haziwezi kujadili zaidi ya kuzilipa, lakini inapokuja kugusia mchezo kuchezwa au kutokuchezwa na athari za pointi, hiyo inakuwa ni sehemu ya kujadili. Na kwa kuepusha huo mjadala kwa mkubwa, mechi zimekuwa zikiahirishwa kwa sababu hii sio mechi ya kwanza ambayo timu inafika lakini wanaoshiriki kufanya mchezo upitishwe kwa kanuni hawaji. Ilikuwa Yanga walifika kiwanjani wakaondoka, Simba wakaja kiwanjani, hakukuwa na waamuzi wala wasimamizi wa mchezo. Kwa hiyo ni kama mchezo haupo, na ndicho ambacho kimetokea pia kwenye mchezo uliopita. Lakini kama ingekuwa
hamjaja na sisi tunaendelea na taratibu zetu, nadhani kungekuwa na vitu vingi ambavyo vingebadilika. Kwa sasa hivi wanachotakiwa kuanza ni kuanza na zile taratibu ambazo zinaweza zikaanza kuwakumbusha kwamba hata nyie mko chini ya hizo taratibu ambazo tumejiwekea. Simba na Yanga zicheze saa 8 mchana. Pengine wakianza huko inawezekana. Kucheza saa 8 pia inategemea na hadhi. Unajua mbali na kuwa timu zote ni za ligi kuu. Lakini kuna hadhi ya timu. Hata wanadamu, kuna mwanadamu, kuna sehemu unaambiwa kabisa huku bana, ukija unatakiwa uje ukiwa hivi. Sio kama unakuja tu kwa namna ambavyo umezoea. Kwa hata hii kucheza saa 8 na zingine kucheza saa 10 inawezekana hiyo hadhi ya timu, lakini si kwamba kwa sababu hata ile kucheza saa 10 sio kanuni au ni nani tu kwamba bana umepangwa. Kwa hiyo kwa wale unaweza ukaiona hiyo kama sio sehemu ya udhaifu wa chama, bali ni kujali pia hadhi ya mtu. Lakini zinapokuja kanuni haziangaliwi huko kwenye hadhi gani. Ni kama sheria za nchi, kuna wengine ni viongozi wakubwa wa nchi, lakini linapotokea jambo linahusu sheria na taratibu, naye pia anaweza akakutikana na ndio maana unaona wengine wanafikishwa mahakamani. Ni sahihi kuwalaumu TFF kwamba wao ni chanzo cha Simba na Yanga kufikia stage hii? Tunaweza tukawalaumu kwa sababu ya hapa ambapo tumefika. Lakini inawezekana wao walikuwa wanachukua kama hawa ndio watoto ambao wanaweza kabeba maono ya ligi yetu. Kwa hiyo wakawa wanawapa zile vipaumbele kwenye vitu vingi. Na ni kweli wamekuwa sasa hivi ligi yetu imekuwa inatazamika na nini kwa sababu ya hizi timu mbili. Kwa hiyo vile vipaumbele ambavyo walikuwa wanavipata, baadaye na wao wakajihisi kama nao wanaendesha mpira. Sio kwamba wao ni timu wanatakiwa kuendesha timu zao na yani sisi ndo tunaendesha mpira wa nchi. Kwa hiyo maamuzi mengi yakawa yanategemea na wao wanafikiria nini, sio zile taratibu zinasemaje. Kwa hiyo tunaweza tukawalaumu kwa lengo kwamba wamekuza mnyama ambaye sasa anaweza kuanza kuwatafuna na wao. Mchezo kama huu mkubwa unasogezwa mbele, unasikia watu mbalimbali kutoka Rwanda wanasema kwamba sisi tulikuwa tunaitazama Tanzania kama kioo chetu. Kwa haya ambayo yametokea ni aibu. Unadhani hii inatupa taswira gani? Mimi naiangalia kama sehemu ya zile hatua ambazo tunapiga kurudi nyuma, kwa sababu kukiangalia kwenye ukanda wa Afrika Mashariki hapa sasa hivi sisi ndo tunatazamika kama sehemu ya mfano. Lakini vitu vingi ambavyo pia vinafanyika kwenye nchi zingine sisi tumekuwa kama mfano. Kuna kipindi hapa baadhi ya nchi zilikuwa zikitaka kuendesha ligi zao za wanawake, ilikuwa mfano Tanzania wameanza juzi, lakini wana ligi kuu, wana nini, wanashindana michuano ya kimataifa, wanapata nafasi. Kwa hiyo sisi kuna sehemu tulikuwa tumefika kwa kujitazama wenyewe. Lakini tunaweza tukaanza kurudi nyuma na kupoteza mvuto kwa sababu ya kuonekana hatufanyi vitu kwa uweledi. Kwa sababu mwisho wa siku kama mtu alifunga safari kutoka Rwanda na akaja hapa Tanzania, halafu akaja kuambiwa mechi haijachezwa, na sababu unajua kuna zile sababu ziko nje ya binadamu, mtu anaweza akaelewa kwamba sawa, sasa wangefanyaje. Lakini si sababu ambazo zinatokea za kuahirisha michezo. Nadhani tuna sehemu pia tumefika, tunapaswa kuendelea kuilinda hiyo hadhi ambayo tunapatiwa na mataifa mengine. Tumalizie hapo, mwanzoni umesema kwamba kuna maeneo ambako TFF ukianza kuzingatia sheria Simba na Yanga zinaweza zikakaa kwenye mstari. Lakini itakuwa rahisi kiasi hicho kwa sababu ni muda mrefu sasa na matukio haya ama tunasema ujeuri wa Simba na Yanga haujaanza leo. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu unamlazimisha mtu kufanya kitu ambacho yeye hataki kufanya. Kwa hiyo hata kwenye mazingira ya kawaida tu ukiwa unamlazimisha mtu kufanya kitu haiwezi kuwa rahisi. Lakini kadri anavyofanya na kuja kugundua kama nikifanya hivi mbona hata athari hakuna. Kwa hiyo ni kitu kigumu. Kwanza wanaokuja na kutaka kuzilazimisha zianze kufuata hizo taratibu pia wanapaswa kuwa na roho ngumu, kwa sababu upinzani utakuwa ni mkubwa na kelele zinaweza zikawa nyingi. Lakini kwa sababu haumuonei mtu, unafanya kwa sababu ndio utaratibu, unaweza ukaja kufanikiwa. Lakini inahitaji pia uvumilivu kwa wale ambao wanazisimamia hizo taratibu, kwa sababu mwisho wa siku watu wameshazoea kwamba sisi tuko juu ya hizi taratibu. Sasa leo unaanza kuambia wako chini ya hizi taratibu, ni ngumu kuweza kuelewana, lakini bado mnaweza kuzisimamia
na mkiwa na malengo ya muda mrefu mtafika sehemu wao ndo watakuwa wanawakilisha vizuri kwenye hizo taratibu, kwa kiasi kwamba yani unajua kwenye maisha ukifanikiwa yule mtu ambaye anaonekana kama kioo na wengine akafuata utaratibu, ni rahisi wale wengine kusema kama fulani tu anafuata, sisi vipi? Kwa hiyo inakuwa na namna hiyo, na njia nzuri ya kukipeleka kitu ni kuanza na wale ambao wanaaminiwa na watu wengi. Tumalizie, mtaalamu Kiemba, Yanga wanataka pointi zao za mezani. Inawezekana kupewa, lakini pia kwa Simba na Yanga utamaduni ambao umekuwepo, unadhani ni jambo ambalo ni jepesi? Na ni vigezo gani ambavyo mpaka inafika stage unapewa alama za mezani vinatakiwa vivyo vimetimiza? Kwanza ukiangalia hapo unaweza ukaona tu, mimi ninawaelewa viongozi wa Yanga kwamba wanatimiza wajibu wao kama viongozi. Lakini kama taasisi imesema mechi imeahirishwa, sasa inakupaje tena point? Yani unaona wapi engo ya Yanga kupata point? Kwa sababu taasisi yenyewe inaosimamia mchezo wenyewe imesema mchezo umeahirishwa, haupo. Sasa wao unadai pointi za namna gani? Labda sasa kwenye mazungumzo ndio, kama kuna kesi wewe utashinda, unaweza ukaomba fidia ya pointi hizo ambazo haukuzipata, lakini kitaratibu mchezo ulishaahirishwa. Kwa hiyo mchezo tena imekuwa sio mchezo wa Simba na Yanga umefanyika au nani amefanya usifanyike. Kilichopo ni kwamba wanaosimamia mchezo wameahirisha mchezo. Kwa hiyo kudai pointi 3 inawezekana ni sehemu tu ya uongozi kujaribu kushinikiza baadhi ya vitu kuona nao vinaenda sawa, lakini kiuhalisia mchezo haukuwepo. Bwana, mimi nikushukuru sana, nikutakia siku njema mtaalamu. Karibu. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni Amri Kiemba, mtaalamu wa soka, akitupatia maoni yake kuhusiana na Simba na Yanga, namna gani ambavyo mamlaka za soka zinaweza zikachukua hatua na kuzifanya timu hizi mbili ziweze kufuata kanuni hizi. Tusubiri tuone maamuzi ya TFF pamoja na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo ambao ulisogezwa mbele wa tarehe 8 wa dabi ya Kariakoo. Jina langu ni Teddy Tino, nyuma ya kamera ni Adam Almasi. Endelea kufuatilia Kishamba TV.